Maisha yanasemaje ndani ya Azam FC? Mungu ni mwema kaka. Hivi inapokuwa inatokea kama hivi mmepata matokeo mabaya, alafu mnakabiliana na mechi ambayo inakuja mbele yenu, ni kitu gani ambacho mwalimu huwa anakuwa anawaambia kutuliza tempo, kwa sababu bila shaka mtakuwa mpo katika hali ambayo sidhani naweza kusema kwamba mmepanic kiwalisia? Sisi na wachezaji na sio mara kwanza kufungwa na sio kitu cha ajabu kufungwa. Kwa sisi tuko positive na tuko positive kumkabili Singida. Imekuwa ni ngumu kiasi gani katika michuano hii ya kimataifa msimu huu ukilinganisha na msimu uliopita? Kwa mimi ndo mara ya kwanza nashiriki mashindano haya, bado kijana. Kwa na mengi kujifunza, nimeona mechi ngumu, mechi sio rahisi. Lakini ndo tunajifunza yani. Mpaka sasa ni kitu gani ambacho wewe kama mchezaji umeongeza binafsi kwa upande wako katika kushiriki hizo mechi kadhaa za kimataifa? Vitu vingi, nimeongeza vitu vingi kwa upande wangu mimi hapa. Ambazo labda unaweza kuelezea kidogo na nini? Hapana, siwezi kuelezea. Na hizi naweza nitaziweka tu mwenyewe, lakini nimejifunza vitu vingi. Pengine ilikuwa ni ndoto yako siku moja uje kucheza michuano hii, na pengine kama mchezaji miongoni mwa target ambazo uliwahi kuwa nazo, pengine siku moja kuja kuibuka mfungaji bora katika michuano hii ya kimataifa? Mimi naamini kila mchezaji anatamani kucheza mashindano makubwa na anatamani kuwa mchezaji bora. Kwa ni ndoto kila mtu. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kucheza na timu kama Wydad ambayo ilishiriki katika michuano ya klabu dunia kwa ngazi ya vilabu? Wydad timu kubwa Afrika. Kwa mchezo ulikuwa rahisi, mchezo ulikuwa mgumu. Katika kundi lenu hamjafanikiwa kupata point, lakini miongoni mwa watu ama timu ambayo inaonekana huenda Azam FC kajikusanyia alama zote pamoja na timu kutoka Kenya, ukiwa kama mchezaji na kwa namna ambavyo umeangalia kikosi chenu, na aliona hilo pengine kutokea? Naweza kusema hata kuna interview nilifanya juzi kwenye press. Nisema sisi kwetu Azam hakuna mechi ndogo, kila mechi kubwa. Kwa hiyo yani hatujawahi kudharau mechi wala sijawahi kudharau mechi. Kwa mechi yote inakuja mbele yetu ni kubwa. Kuna maneno ambayo huwa anakuwa anazungumza mtandaoni, kwa sababu katika wakilishi pekee ambao pengine labda mjapata matokeo ya kuwafurahisha Watanzania mpaka sasa, Azam FC ni miongoni mwao. Unapokuwa mnapopita mitandaoni mnakutana na hizi comment, kuna namna huwa inawavunja moyo? Hapana, mimi sijawahi kukutana nazo. Hujawahi kukutana nazo kabisa? Sijawahi kukutana nazo. Kweli sijawahi kukutana nazo. Lakini matokeo ambayo mnakuwa mnayapata ambayo sio kuwaridhisha mashabiki wa Azam FC, nyie na waumiza ama kuwachanganya kwa namna moja nyingine? Wote natuumiza, kwa mashabiki wetu na sisi wenyewe. Bwana, duniani wachezaji mpira maarufu duniani tofauti wanakuwa na story zao. Mwingine anakuambia wakati naanza nilikuwa golikipa, pengine baadaye nikaja kuwa nikabadilisha nafasi nikacheza beki ama kiungo. Kwako wakati unaanza mpira, hii nafasi ambayo unacheza sasa hivi ndio nafasi ambayo ulikuwa ukicheza mwanzo? Hapana, nimecheza nafasi nyingi sana udogoni kwangu, nimecheza nafasi nyingi mpaka kufikia hapa. Nataka sasa unitajie ile ambayo ulikuwa kama unajiona ulivyokuwa mdogo. Unajua mimi nilikuwa hapa. Mimi bwana nilikuwa sinaga namba uwanjani. Nikishafika uwanjani basi uwanja mzima nitakuwa kama ni kati, mbele, nyuma, hadi beki baba. Wote nakwambia. Kweli tena. Bwana, hiyo unazungumza michezo ile ya ndondo hiyo. Tunaanza ni beginner ile mtaani. Mtaani ni kwanza za winga. Ulikuwa ni za winga. Winga. Sasa huko mtaani kuna swali nilimuuliza Lusajo. Akasema yeye si mzoefu sana, akamtupia mpira Nado, kwa maana Nado bwana yeye ndo CEO wa ndondo. Alimuita hivyo na akampa klasi C. Kwa kweli nataka kufahamu, pengine wakati unacheza mchezo ile mpira mtaani, tukio gani ambalo hutokuja kulisahau ambalo uliwahi kukutana nalo? Yani tukio ni kivipi yani? Kama Nado ameniambia bwana, wakati kuna siku aenda kucheza mechi, sasa kwa kucheza na maaskari akafunga goli akakimbizwa. Kwa upande wako ni tukio gani? Mimi sijawahi kukutana nayo, na mimi sijacheza sana ndondo. Kwa hiyo matukio kama sijawahi kukutana nayo. Hujacheza ndondo kabisa? Nimecheza lakini sio hivyo yani, na ndondo zile za kawaida tu, labda kwenda kusaidia washikaji yani. Lakini hizo zilikuwa mitaa gani? Maana tushazoea mara nyingi ndondo za mtaa. Temeke. Mimi ni mtu Temeke. Ulikuwa mzee wa kusoma ramani baba kikinuka? Hapana, mimi ni sikucheza hivyo ndondo, ni kawaida tu. Kwa upande wako Sadun, tunaamini kwamba ukiwa mchezaji mpira alafu katika timu kubwa kama Azam FC kuna kitu kinaitwa umaarufu. Pengine labda kuna maisha ambayo unatamani kuyaishi wewe kama mchezaji, lakini unashindwa kutokana na
kwamba ni mchezaji wa Azam FC na unajulikana? Hapana, kwa mimi maisha yangu hayajabadilika. Mimi maisha yangu yapo vile vile, kwa sababu mimi sio mzururaji, na muda mwingi sana napumzika na familia yangu, natumia muda mwingi kukaa na familia yangu. Kwa sidhani kama mbadilika, na mimi sio mtokaji sana. Yeah. Ila kuna sehemu ambazo huwezi ukaenda kwa ajili ya kulinda brand, tunaweza kusema hivyo. Kama sehemu ipi? Wengine anaweza kusema labda mimi bwana kwa mantilie siendi. Sasa kwa nini siende? Naenda fresh. Simgawa mantilie kitani simgawa, kwa nini siende sasa? Sasa kuna ile wengine anaona bwana mimi ni mchezaji mkubwa, yani niende mgawa fulani ambao unajua. Hapana, kwa kumia hapana, si kokote, yani naweza kusema mimi sio mzururaji. Kuna sehemu kule utaenda, kuna sehemu kule huwezi kwenda. Yeah. Bwana Saduni, Ronaldo miongoni mwa vitu ambavyo yeye anasema havitumii ni pamoja na soda, pombe, hajachora tattoo na baadhi ya vyakula pia hali. Kwa upande wako wewe ni vitu gani ambavyo wewe na vyenyewe ni tofauti kabisa? Mimi nyama sili. Nyama hii ya kawaida? Nyama nyekundu sili. Kuna mpango kwa rasta ni? Hapa na sili nyama nyekundu. Lakini nyama nyeupe, kuku, samaki na kula. Huo ni allergy ama ni utaratibu tu? Utaratibu, yani labda imetokea ni mara moja sana kula nyama nyekundu, lakini sio mlaji nyama nyekundu. Yeah. Kilevi chochote unatumia? Hapana, situmii kilevi chochote. Kwa hiyo kivitoa hivyo vitu viwili vilivyobaki vyote baba unagusa? Kama nini yani? Baki vitu vingi. Swala mengi sana. Kama yapi? Hayo. Sasa ndio vyabie. Yapi? Kuna story tunaziona, kuna baadhi ya wachezaji labda wanatumia bangi au kuna wengine wanatumia dawa kwa ajili ya kuongeza nguvu. Ndio vitu ambavyo vimebakia. Yaani vitu ni vingi lakini hivyo ni miongoni mwao. Kuna swala mahusiano. Mahusiano. Mimi nimeoa. Mimi na mke wangu. Lakini situmii kilevi chochote, wala sivuti bangi, sivuti sigara, na sijawahi kutumia. Kwa hata ulivyosema hivyo, kuna watu wanatumia vitu hivyo kuongeza nguvu. Kwa upande wangu mimi toka nimeanza kucheza mpira sijawahi kuona mtu labda akitumia vitu hivyo ili apate nguvu, sijawahi kuona. Yeah. Saduni ni mchezaji ambaye anaamini ushirikina katika mpira wa miguu? Hapana, siamini. Upo lakini natakiwa kuamini. Sisi kwa Waislamu tunaambiwa ushirikina upo, lakini unatakiwa kuamini. Yeah, mimi katika mpira hujawahi kukutana na vitendo vyovyote ambavyo vikakutisha ngoma mbona kama ngumu? Hapana, mimi naamini Bwana Mungu. Mimi naamini sana Mungu. Chochote namshirikisha Mungu. Nimelelewa katika misingi mizuri ya kuamini Mungu. Nafanya ibada bila Mungu hatuwezi kufanya chochote. Kwa maisha yangu namkabidhi yeye. Hivi Saduni Ulani shabiki wa timu gani? Mimi si shabiki mpira. Kaka mbona kama chama lako nishaanza kulifahamu? Akia Mungu tena. Nikikwambia mimi siangalie mpira huwezi kuamini. Mpira wa Ulaya? Mimi mpira wote siangalie. Labda ikitokea tu labda kuna big match ni labda nitatamani labda kuna mchezaji natamani kumwangalia, lakini mimi siangalie mpira. Kwa labda ambapo unafuatilia kwa udogo na unaposikia ni timu gani ambayo huwezi kabisa kushabikia? Yani vipi yani? Huwezi yani ikatokea sasa ungekuwa shabiki wa timu usingeshabikia kabisa? Sijawahi kufikiria hiyo. Lakini mimi mpira siangalie na wala sishabiki. Labda zamani kipindi udogo ndo tunakuwa naipenda Chelsea zamani. Familia. Familia baba.